Nagomba rero kubanza kumva ukuntu ububasha bukorana n'ubwenge. Ningependa kwanza uelewe uweza ambao namna unafanyana na akili. Ububasha si kintu gisanzwe. Uweza sio kitu cha kawaida. Ububasha si kintu gisanzwe. Kupatiwa uwezo sio kitu cha kawaida. Uri umusore utagira ububasha isi ntuyibasha. Ikiwa kijana hauna uwezo dunia ya leo huwezi. Ukiwa baba, mama, msichana udafite ububasha, ikiwa hauna uweza biraguhanga. Inakuwa ni hatari kwako. Isi tugeze udafite ububasha byo. Dunia tuliyoifikia bila kuwa na uwezo. Isi tugeze udafite umwuka w'Imana byo kuyanga. Dunia leo ukiwa hauna uwezo. Bakeneye ububasha. Wasichana wanahitaji uwezo. Vijana wanahitaji uwezo. Aba mama n'abapapa bose mama na kina baba wote wanahitaji uwezo. Haleluya. Haleluya. Nagomba ko mutahura ububasha mu muntu icyo arico. Ningependa muelewe uweza ndani ya mtu na maana yake. Uyu munsi ariko wewe wamenye Imana umenye ko ufite ububasha budasanzwe. Haleluya. Amen. Ibikubuza gusenga, vitu vya kukuziwia kuweza kuomba, bishobora kukubuza n'ubugingo budashira, na vinaweza kukuziwia uzima wa milele. Mu bushobozi bwawe, katika uwezo wako ulio nao, hagomba kuba mu ubwenge. Kuna ndani yake kuwe na mu mbaraga zawe ufite, katika nguvu zako ulizo nazo, hagomba kuba mu ubwenge. Yani inastahili kupatikana ndani yake. Haleluya. Amen. Hagomba kuba mu ubwenge. Kunafaa kupatikana akili ndani yake. Nibwo uzabasha gukora ibintu. Hapo ndipo utapata uwezo wa kufanya vitu. Gukora imirimo. Ndipo utaweza kufanya matendo au kazi ambaye ni ajabu ya kutisha. Isiri irimo abantu bayobeye bakibwenge. Dunia hii ina watu waliopotea wengi na wachakavu kweli. Uri umuntu usenga rero, ikiwa wewe ni mtu muombaji, ico kintu uzakibuke. Hicho kitu naomba ukikumbuke. Sababu ubwenge Imana. Uombe Mungu akupe. Imana iduhe ubwenge. Mungu atupe sote akili. Kugira ngo umenye uko yigenda. Ili ukatambue namna ya kuweza isi umenye kubana n'abantu bayo. Ujue namna kuishi na watu wa hii dunia. Haleluya. Haleluya. Gukoranira hamwe rero, kuweza kukusanyikia sehemu moja sasa, kibaru kintu Imana tugiriye cyiza cyane gikomeye. Ni kitu ambacho Mungu ametutendea tena kikubwa zaidi. Gukoranira hamwe, kukusanyikia sehemu moja, hari kintu twungurana hagati yacu. Kuna kitu tunafaidiana katikati yetu. Biblia ivuga yuko, Biblia inasema iyo bisate biri hamwe, ikiwa vipande vimeunganika ama vikiwa sehemu moja, birushaho kwaka mu gihe biba biri hamwe. Yani kuzidi kung'ama kuwaka vikiwa sehemu moja. Igisate kimwe gikuyemo kagishira ukwacho, kipande kimoja kikichomoa kuweka upande wake, kisha kizima, tayari kinazima. Nagomba rubanze wumva akamaro ko gukoranira hamwe n'abandi. Nataka uelewe faida ya kuweza kujumuika pamoja na wengine. Ubu ariko bapima kuva tukiza ngaha. Katika kupima wakati tunaingia hapa, hari ahantu maze kuva no kugera gushika mwa umwanya turaha. Kuna sehemu nimetoka na sehemu nimefika. Kandi shobora kuba hageze kubera mugenza wawe. Yaweza kuwa umefika hapa kwa ajili ya mwenzako. Turadomekana, turunguranye ububasha. Tunaweza kuwashana na pia tunatiana uwezo. Ako niko kamaro rero ko gukoranira hamwe n'abantu. Hiyo ndiyo faida ya kuweza kujumuika gukoranira hamwe n'abandi ngusenge. Yani kujumuika pamoja na wengine kuweza kuomba. Turakuzanya mu mwuka. Tunaweza kupata kukuzanya katika upande wa kiroho. Abantu uri kuramubaza nobwo mwa rero kumubwira ati mpamvu ngutagiye gusenga. Mudusomera Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12. Kadusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Igice cya mbere murongo wa 12 haravuga ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Amen. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliomwamini jina lake. Amen. Uhereye ku murongo wa 10 avuga ati yari ku isi kandi isi yabayeho kubera we, nyamara isi ntiyamumenya, yaje mu byiwe ariko abe ntibamwakira. Umurongo wa 12 niwo nagomba ko wumva. Mstari wa 12 ndipo nilikuwa nahitaji ukaweza kuusikia. Uvuga uti yamara abamwemeye Yesu, yapo waliomkubali Yesu, cyangwa se abari kumwemera hari bataramwemera Yesu. Kuna wale ambao hawamkubali Yesu. Abantu n'ubu Yesu bataremera izina ryiwe. Kuna watu bado hawajakubali jina lake. Abazomwemera cyangwa bamwemeye umunsi, watakao muamini na wale ambao wamemwamini siku ya leo, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nagomba kubanza kumva ububasha cyarico. Nahitaji ukaelewe nguvu ni nini. Iyo umuntu afite ububasha, mtu akiwa na uweza akora ibintu bihambaye, anafanya mambo ya ajabu. Iyo umuntu afite ububasha, mtu akiwa na uwezo, iyo tuvuze ububasha cyangwa imbaraga sinzi karori mirimo. Tukisema uwezo ama nguvu sijui kama unaelewa. Hari imbaraga z'umubiri hakaba n'imbaraga z'umwuka. Kuna nguvu za kimwili na nguvu za kiroho. Iyo umuntu afite imbaraga z'umubiri, mtu akiwa na nguvu za kimwili ashobora guterura ibintu biremereye cyane bifite
anaweza ibiro bimusumbye ibiro we. Anaweza kubeba vitu vinamzidi kilo na kilo chake alicho nacho. Iyo ububasha bwa Yesu bugiye mu muntu, ikiwa uweza wa Mungu umeingia ndani ya mtu, akora ibintu bihambaye ku isi. Anafanya vitu vya ajabu ndani ya hii dunia. Yirukana madayimoni, anakemea mapepo. Ububasha bw'Imana, uweza wa Mungu, ububasha bwa Yesu, uweza wa Yesu Kristo. Yesu yaje mu isi, Yesu Kristo alikuja duniani. Abisi baramwanze ntibamwemeye, wa ulimwengu walimkataa, ariko abamwemeye bahawe ububasha. Lakini waliomkubali walipatiwa uwezo. Mbwira umuntu yemeye Yesu ko yahawe ububasha. Ningependa nimwambie mtu aliyekubali Yesu alipewa uwezo. Umuntu yemeye Yesu Yesaha, mtu aliyekubali Yesu katika saa hii. Umuntu yemeye Yesu, umuntu yamenye Yesu, mtu aliyejua Yesu, umuntu yakurikiye Yesu, mtu aliyefuata Yesu, yahawe ububasha, alipewa uwezo. Haleluya, amen. Ububasha si kintu gisanzwe. Uweza sio kitu cha kawaida. Ububasha si kintu gisanzwe. Kupatiwa uwezo sio kitu cha kawaida. Uri umusore utagira ububasha isi ntuyibasha. Ikiwa kijana hauna uwezo dunia ya leo huwezi. Ukiwa baba, mama, msichana, udafite ububasha, ikiwa hauna uweza, biraguhanga, inakuwa ni hatari kwako. Isi tugeze udafite ububasha byo kuhanga. Dunia tuliyoifikia bila kuwa na uwezo, isi tugeze udafite umwuka w'Imana byo kuyanga. Dunia leo ukiwa hauna roho wa Mungu, bakeneye ububasha. Wasichana wanahitaji uwezo, vijana wanahitaji uwezo, aba mama na papa bose, na mama na kina baba wote wanahitaji uwezo. Haleluya, haleluya. Nagomba ko mutahura ububasha mu muntu icyo arico. Ningependa muelewe uweza ndani ya mtu na maana yake. Uyu munsi ariko wewe umenye Imana, umenye ko ufite ububasha budasanzwe. Siku ya leo wewe mtu uliyemjua Mungu ndiye una uwezo wa kawaida. Yesu, mtu aliyeelewa Yesu, amenye ko afite ububasha na mtu aliyefuata Yesu ajue ana uwezo usio wa kawaida. Haleluya, amen. Ibintu tugenda duchamwe, vitu tunavyovipitia, udafite ububasha bila uweza ama uwezo hautaweza. Inzara iradukubita, njaa inatupiga kweli kweli, mitego n'ibindi biradukubita, mitego inatushambulia, ubukene buragukubita, umasikini unakupiga kweli. Ariko udafite ububasha wahawe n'Imana, lakini bila kuwa na uwezo umepewa na Mungu, ivyo bintu ntavyo woshobora kubamwo. Hivyo vitu uwezi ukavipitia mpaka kuishi ndani. Nzira ziwawe, yani chukua njia zako zingine za. Haleluya, amen. Muri gutahura ububasha cyari cyo mu Mungu, yani unaelewa uweza ni nini katika kiroho. Haleluya, amen. Ububasha bw'Imana, uweza wa Mungu, ububasha bwo mu mwuka, uweza ndani ya roho. Ndicho kitu nagomba ko dutahura. Ndicho kitu ningependa tuweze. Ukamenya ububasha ufite ubwaribwo, ujue uwezo uko nao, ukamenya ububasha ufite icyo bukora, ujue uwezo unao unafanya kazi gani. Amen, amen. Ububasha rero, uwezo sasa, iyo buri mu muntu, ukiwa ndani ya mtu, bubana n'ubwenge, yani unakuwa pamoja na akili. Ububasha, uwezo byari ngombwa ko biba mu ubwenge, ili imekuwa ni lazima vihusike na akili pia. Iyo ubwenge buri mu muntu, ikiwa akili imo ndani ya mtu, kabana n'ububasha, na pia uwe pamoja na uwezo, arakora ibintu bihambaye cyane, yani unafanya vitu vya ajabu sana, mbese n'abantu bakamutinya, hata na watu pia wanakuogopa. Banze mudusomera igitabo cya mbere cy'Abami 3:28. Kitabu cha kwanza cha Wafalme 3:28. Igitabo cha mbere cy'Abami, kitabu cha kwanza cha Wafalme 3:28, sura ya 3 mstari wa 28. Tusome igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 3 umurongo wa 28. Haravuga ngo nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza, baramutinya kuko babonye ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Amen, amen, amen. Udusomera uwo Didasa, dusomera uwo murongo mu Kirundi. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza, baca baramutinya kuko babonye ko ubwenge buva ku Mana buri muri we bwo guca imanza. Amen, amen, amen. Salomo yari umuhungu wa Dawidi. Alikuwa ni kijana wa Daudi. Dawidi ashaje yimuka umuhungu we Salomo. Daudi akiwa amezeeka, amuha ububasha bwo kurongora igihugu, akampa uweza wa kuweza kutawala ama kuongoza nchi. Nagomba rero kubanza kumva ukuntu ububasha bukorana n'ubwenge. Ningependa kwanza uelewe uweza ambao namna unafanyana na akili. Salomo amaze kubona ko haba ububasha bwo gutwara igihugu, Solomon alipopewa mamlaka ama uweza wa kuongoza nchi, Salomo amaze kubona ko hawe imbaraga zo gutwara igihugu asigiwe na se, Solomon alipoona amepatiwa utawala wa kuongoza nchi ameachiwa na baba yake. Uri kurasoma uhereye ku murongo wa mbere, ukisoma andiko hili kuanzia mstari wa kwanza ugashika ku murongo hata kufikia kwenye huu mstari 28. Salomo aryamye igihe kimwe, Solomon wakati mmoja alipolala arorota mu nzozi, akaota katika ndoto zake. Imana iramubwira utushaka ko ngukorera iki? Mungu akamwambia wahitaji nikutendee nini? Atunsaba iki wewe? Kwamba unaniomba kitu gani wewe?
Salomo aramubwira ati Solomon akamwambia, ati data wanje baba yangu yarakugororokera, baba yangu alikuwa anakutia. Data wanje yaragukiranukira, baba yangu alikuwa ni mhaki mbele zako, kandi wamuhaye icyo ashaka cyose, na ulimkabidhi na kumpa chochote alichokitaka. Salomo arabwira Imana, Solomon akamwambia Mungu, ngusavye ubwenge ninakuomba akili bwo kugira ngo ntware iki gihugu cyawe undagije, ili nikaweze kutawala na kuongoza nchi yako umenikabidhi, ili nikaongoza nchi hii katika kipindi fulani. Imana ibwira Salomo ati kunsabye ivyo. Mungu akamwambia Solomon, kwa kuwa umeniomba kutansabye amatungo, kwa kuwa hujaniomba mifugo, kutansabye amafaranga, na hujaniomba fedha, ati kutansabye ngo nice abanzi bawe, na hujaniomba niweze kuua adui zako, ati ngo haye ubwenge bujijuse bw'umutima, nimekupa akili yenye muonekano wa kandi ngugabiye n'ivyo utansabye, na pia nakugawia yale ambayo hakuniomba, na kupatia utajiri, nguhaye byose ukeneye, ninakupa vyote kabisa ukamiliki. Haleluya, amen. Nagomba rero kuwumva ukuntu ububasha bubana n'ubwenge. Ningependa uelewe uweza namna inakuwa pamoja na. Nikicherekana ko Salomo yari afite ubwenge. Ni kitu gani kinatambulisha Solomon alikuwa na akili? Nikicherekana ko Salomo yahawe ubwenge n'Imana. Kitu gani kinaonyesha Solomon alipatiwa akili na Mungu? Biblia ivuga uti bukeye bwaho, Biblia inaeleza asubuhi yake haje abagore babiri. Kumekuja wanawake wa aina mbili. Biblia ivuga ati abagore babiri b'imaraya. Biblia inaeleza wanawake wawili kahaba. Bazana abana, wakakuja na watoto wao. Umwe azana umwana yapfuye, mmoja akakuja na mtoto aliyekufa, undi azana umwana ukomeye, mmoja akaleta mtoto aliye hai. Baza imbere y'umwami, wakaja mbele ya mfalme. Umwe aravuga ati, mwami nyagasani. Mmoja akasema, mfalme mpendwa, uyu mugore huyu mwanamke tubana mu rugo, tunaishi pamoja naye ndani ya nyumba. Umugore tubana hamwe, huyu mwanamke ninaishi naye, none hata umugore turararana na huyu mwanamke tunalala sehemu moja. Nalibarutse umwana, niliweza kumzaa mtoto. Uyu nawe yibaruka umwana, na huyu pia baada ya kipindi kidogo akazaa mtoto. Ati bukeye mu gatondo byutse, na asubuhi mapema, we yavuga yuko uwo wundi mugore yafashe umwana we yapfuye. Yeye alisema kwamba huyo alichukua mtoto wake aliyekufa, amujyamika mu gikiriza cy'uwo wundi mugenzi we, na akamlalisha kwenye kifuani cha huyo mwenzake mwanamke. Ari nka ubwo rubanza bari kuruca gute? Ingelikuwa wewe ungeikata namna gani? Ati none umwana akomeye n'uwanje. Akasema huyu mtoto aliye hai, akasema huyu yapfuye, wa kwake ni huyu aliyekufa. Huyu ndeti umwana wakake suko bimeze. Mwingine akasema wa kwamba wa kwangu ni huyu aliye hai, uwawe nuwo yapfuye, wa kwako ni huyu aliyekufa. Kubera Salomo yari yahawe ubwenge n'Imana. Kwa kuwa Solomon alikuwa amepewa akili na Mungu. Kubera Salomo yari yasabye ubwenge Imana. Kwa kuwa Solomon alikuwa amemuomba Mungu akampa akili. Abwira abantu ati nimunzanire inkota. Akaambia watu, naomba mniletee upanga. Ati nimunzanire inkota, mniletee upanga. Uyu mwana tumugaburemwo kubiri. Huyu mtoto tukamgawanyishe kwa mara mbili. Uyu atwari gipande, huyu mmoja akabebe kipande na mwingine akabebe kipande cha mtoto. Wewe ari nk'umwana wavyaye. Wewe ingelikuwa kama mtoto uliyemzaa. Watwaye amezi 9 na ulimbeba tumboni mwako miezi 9. Nigise cyo kuvyara. Hata utungu pia wa uzazi. Nigeze kubona umumama ari ku bitaro. Nishaye kuona mama mmoja akiwa hospitali, afashwe nigise, akiwa ameshikwa na utungu. Aba mama mwuba, kina mama kweli muheshimiwe. Numvise ibinyanya mu maboko, yani nilisikia ganzi katika mikononi mwangu. Kila neno. Aba mama mwuba, kina mama muheshimiwe. Mana ni mama faranga. Mungu akinipa pesa, mama wanje zamukwera kandi. Mama yangu nitamfanyia kakitu kweli. Kandi sio yama. Tena nitafanya kweli. Bibiri bintu biteye ubwoba. Ni vitu vya kutia uoga. Sinzi kubisa bitafata kumwe. Sijui namna utungu unavyoshika. Naragize ubwoba ndi kubita. Lakini nilipata uoga nikiwa hospitali. Bonye mama afashwe n'igisi. Nikiona mama amekamatwa na utungu. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yaani Kiburundi na hata katika Kirwanda. Naragize ubwoba. Nilipata uoga kweli. Nuko bimeze. Nikasema kumbe ndivyo ilivyo hivi. Baganga barafite ibanga sha. Yaani madaktari wanasiri kweli. Rero hivyo sasa umumama umwe, kina mama mmoja agirira imbabazi umwana na akahurumia mtoto wake. Amosozaza mu maso, yani machozi akamjia machoni mwake. Aramubwira ati nyabo ni umwana mutamwica. Akasema japo mtoto huu msimuue, muhuo mugora mujana, naomba mkabidhi huyu mwanamke aondoke naye. Hakumwana mumugira uko ngo kuliko mtoto mkamkate katikati. Huo mugoro mujana, afadhali mwanamke huyu apewe mtoto aondoke naye. Humburo nyene uwo kubera yari nyene umugore yenye n'umwana, kwa sababu huyu alikuwa ni mama yake na mtoto. Yani alikuwa anatamani tu ahisi mtoto kusikia akiwa hai. Yani kuliko amuone wakimkata mara mbili na upanga. Huo mugora mujana, patiana kwa huyu mwanamke aondoke naye. Ubutoma
bazanye ibirato na Adidas. Kwa sasa hivi Thomas na Adidas wakita ikirato ari cha Adidas, kiatu kikiwa ni cha Adidas, ukabona baraji imbere yawe na unaona wanakuja mbele zako ati ibirato ni ivyanje, kwamba viatu ni vyangu, mmoja analalamika ni vyangu na mwingine ni vyangu. Toma ati ibirato ni ivyanje, Toma anasema ni vyangu viatu, Adidas ati ibirato ni ivyanje, Adidas anasema viatu ni vyangu. baje imbere yawe, wakikuja mbele zako ntuzi nyene vyo, yani hujui mwenye viatu bose bavyambaye birabakwiye, wote wakivivaa vinawatoshea, nta zina ryabo ryanditseho, hakuna jina la mtu limeandikwa kwenye kiatu. ukabivuga tare zana umupanga rero nkari zana umupanga, yani utasema leta mpanga nikuonyeshe. Ndazi ari nk'ikirato gihenze waguze amafaranga, najua kikiwa ni kiatu cha gharama umenunua na pesa zako, ngome ndakigaburemwo kubiri wabonye, yani mtu akiwa anataka kukikata mara mbili, ubonye ngome ndagikatemwo kubiri, yani ukiona nataka nikikate mara mbili, nimba cyo bari Adidas ubona mose zatanga, yani mwenye kiatu ukiona ni Adidas utaanza kuona machozi memjaa katika macho yake, twali kirato chawe shaka, yani nitamwambia mara hiyo hiyo beba kiatu chako. Thomas agomba kukunyanganya, Thomas huyu anataka kuibia kiatu. Salomo rero amaze kubibona, Solomon alipoviona hivyo, abonye uwo mumama agiriye imbabazi wo mwana, huyu mama alipoona huyu mama amehurumia huyu mtoto, yagize ati nyabona, alisema jameni, uwo mwana mumuho umugore, huyu mtoto mkabizi huyu mama. Uwundi wayavuga ngo yego ngo mwingine alikuwa nakubali, namna umekata hukumu ni kweli, akachoma mara mbili. Umwana wavyaye, mtoto uliyemzaa, wovuga amajambo nkayo, uwezi ukasema maneno kama hayo. Umwana wavyaye, mtoto uliyemzaa, ahubwo yona koma n'induru, anaweza kupiga kelele kweli. Salomo yabataha ubwenge n'Imana. Solomon ingesingelikuwa amepewa hekima au akili na Mungu. Imana ibaho ubwenge. Mungu atupe hekima na akili. Sio akili za kidunia. Ubwenge bwo mwisi nubwo mwisi nyene. Akili za kidunia ni za kidunia. Tukeneye ubwenge buva mwijuru. Tunahitaji akili itokayo mbinguni. Tukeneye ubwenge buva mwijuru. Tunahitaji akili itokayo mbinguni. Ububasha buva mwijuru. Uwezo utokao mbinguni. Ubwenge buva mwijuru. Akili itokayo mbinguni. Ubwenge bwo mwisi, ubwenge bwo mwisi. Akili za kidunia ina mwisho wake. Haleluya. Amen. Tugomba gusaba ubwenge Imana. Tunafaa kuomba ama kuitisha akili kwa Mungu. Tukore ibintu bihambaye. Ili tukafanye mambo ya ajabu. Tukore imirimo ihambaye. Ili tukafanye mambo ya ajabu. Haleluya. Amen. Nuko byagenze. Hivyo ndivyo ikafanyika. Salomo yasabye ubwenge Imana. Solomon akamuomba akili Mungu. Imana imuha ubwenge. Mungu akampa akili. Amaze kubona ko ahawe ubushobozi, alipoona kwamba amepatiwa uwezo, aravuga ati isi ndazira yobeye, akasema najua katika hii dunia abantu ntabwo nzabashobora, kwamba hawa watu sitawaweza. abwira Imana ngimuha ubwenge, akamwambia Mungu ampe akili. Imana imuha ubwenge. Mungu kwa kweli akampa akili. Haleluya. Amen. Mu bushobozi bwawe, katika uwezo wako ulio nao, hagomba kuba mu ubwenge. Kuna ndani yake kuwe na mu mbaraga zawe ufite, katika nguvu zako ulizo nazo, hagomba kuba mu ubwenge. Yani inastahili kupatikana ndani yake. Haleluya. Amen. Hagomba kuba mu ubwenge. Kunafaa kupatikana akili ndani yake. Nibwo uzabasha gukora ibintu. Hapo ndipo utapata uwezo wa kufanya vitu. Gukora imirimo. Ndipo utaweza kufanya matendo au kazi ambaye ni ajabu ya kutisha. Haleluya. Amen. Isiri irimwe abantu bayobeye bacibwenge. Dunia hii ina watu waliopotea wengi na wachakavu kweli. Uri umuntu usenga rero, ikiwa wewe ni mtu muombaji, ico kintu uzakibuke. Hicho kitu naomba ukikumbuke. Usaba ubwenge Imana. Uombe Mungu akupe. Imana iduhe ubwenge. Mungu atupe sote akili. Kugira ngo umenye uko yigenda. Ili ukatambue namna ya kuweza isi umenye uko ubana n'abantu bayo. Ujue namna ya kuishi na watu wa hii dunia. Haleluya. Amen. 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 Ahantu ndahasomye. Sehemu hii nilipoisoma, nakwiyicigwa gikomeye cyane. Nilipata fundisho tena kubwa zaidi. Nakwiyicigwa gikomeye. Nilipopata fundisho kubwa sana. Kandi udafise ubwenge. Na tena bila mtu kuwa na akili. Wahawe ni Imana. Ambaye ulipewa akilio na Mungu. Hari ibintu bubasha bwawe butazashobora gukora. Kuna vitu uwezo wako hautafikia kiwango cha hatari mu ubwenge. Ama kuyatenda kipindi ambapo hautatumia. Haleluya. Amen. Ivyo bintu ngomba umuntu waje akabimenya. Hivyo vitu natamani mtu aliyekuja hapa umuntu waje akabitahu. Nahitaji mtu aliyekuja hapa avielewe. Haleluya. Amen. Umuntu Imana yaremye umuntu yikwije. Mungu alimuomba mtu. Ariko hari ivyo ugomba ko tuyisaba. Lakini kuna vitu vinafaa tuweze kumuomba Mungu. Hari ivyo ugomba ko tuyibwira. Kuna vitu Mungu anatamani tukamwambie. Haleluya. Amen. Hari kintu Imana igomba kuyisaba. Kuna kitu ambacho Mungu anahitaji. Uyu munsi hari kintu Imana igomba kuyisaba. Siku ya leo kuna kitu Mungu anahitaji. Hari kintu Imana igomba kuyibwira. Kuna kitu Mungu anahitaji ukamwambie. Mu bubasha bwawe. Katika uweza wako. Mu mbaraga zawe. Katika nguvu zako. Hari kintu Imana igomba kuyisaba. Kuna kitu Mungu anahitaji ukamuombe. Ili kiragomba ko hari kintu yibwira. Mungu anatamani uwe na jambo la kumwambia. Kugira ubashe gukoresha imbaraga zawe. Ili ukaweze kutumia nguvu zako. Kugira ubashe gukoresha ububasha bwawe. Ili ukaweze kutumia nguvu zako ama uwezo wako. Haleluya. Amen. Amen.
Amina. Imana ibamugisha cyane. Mungu awape baraka sana. Imana ibahe imbaraga. Mungu awatie nguvu. Imana iduhe ububasha. Mungu atupe uweza. Imana iduhe ubwenge. Mungu na akatupe akili. Ko twagiriwe ubuntu tukamenya Yesu. Yani kwa sababu tumepata neema ya kumjua Yesu. Ko twagiriwe ubuntu tukamukwirikira. Kwa sababu tumepata neema ya kumfuata Yesu. Ivyo bintu tuba tubikeneye. Hivyo vitu yaweza kuwa tunavihitaji. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ububasha buri mu ubwenge. Uwezo ulioko ndani yake akili. Natanguye mbabwira gukoranira hamwe akamaro kabyo. Nimeanza kuambia kwamba kukusanyikia sehemu ya pamoja faida zake. Gukoranira hamwe bitwungura ububasha. Yani kukusanyikia sehemu moja vinatuongeza nguvu ama uweza. Tugakenera n'ubwenge. Na pia tunahitaji pamoja na akili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ububasha bube muri twebwe. Uwezo ukawe ndani yetu. Ubwenge bube muri twebwe. Akili ikawe ndani yetu. Tugomba gukora ibintu bihambaye muri Israeli. Tunafaa kufanya vitu vya ajabu vya kuonekana. Tugomba gukora ibintu bikomeye muri Israeli. Tunafaa kutenda vitu vikubwa ndani ya Israeli. Imani izadukoresha ibintu bikomeye. Mungu atatutumia mambo makubwa zaidi. Imani izaduha ububasha bukomeye. Mungu atatupa uwezo wa vitu vikubwa. Ntabwo ibi bintu bari ibintu bisanzwe. Hivi vitu si vitu vya kuchukulia kawaida. Amen. Amen. Ko twagendanye n'umunyabwenge. Kwa kuwa tulitembea ko twagendanye n'umunyabubasha. Kwa kuwa tulitembea na mwenye uwezo. Bivuga tugendana n'umunyabwenge za umunyabwenge. Biblia inaeleza yule kutembea na mwenye akili lazima apate akili. Ukitembea na mpumbavu lazima tugendana na Yesu ububasha. Lakini tutembea na Yesu mwenye uwezo. Tugendana na Yesu umunyabwenge. Tunatembea na Yesu mwenye maarifa. Tugendana na Yesu afite imbaraga. Tunatembea pamoja na Yesu mwenye nguvu. Tugendana na Yesu anesha ikintu cyose. Tunatembea na Yesu kushinda kila jambo lote. Haleluya. Haleluya. Ni ngombwa kumenya umuntu muri kumwe nawe mugendana. Ni lazima ukatambue mtu uko pamoja naye. Ni ngombwa kumenya umuntu muri kumwe. Ni lazima ukajua mtu imbaraga afite, nguvu alizonazo, uweza alionao, neema yake aliyokuwa nayo. Haleluya. Amen. Imani iduhe ububasha. Mungu atupe uwezo. Mungu akatupe akili tena katika jina la Yesu Kristo. Tuzakora ibintu bihambaye. Tutatenda mambo ya ajabu. Ndivyo Biblia inasema. Tuzakora ibintu bituma abantu badutinya. Tutatenda mambo makuu yatafanya watu watuogope. Bamwe batubona magire. Wale wanaotuona kawaida. Hari abantu bakubona uri gusenga. Kuna watu wanakuona ukiwa naomba. Udasavye Imana ubwenge n'ububasha. Usipoomba Mungu akakupe akili na uwezo. Uzamenya n'ahantu winjira. Uzamenya na usokera. Hautajua sehemu ya kutokea. Isi nayo ifite abantu b'ubwenge bayobeye. Dunia ina watu wenye akili wake. Nusaba Imana ikaguha ubwenge bwayo. Lakini ukiomba Mungu akakupe akili yake. Uzamenya ingene babamwe. Watu utajua namna ya kuwapenyeza na kuwaishi. Utajua namna ya kuishi. Nawe barabwira ko tachazimarira. Hakuna yule mtu ambaye hajawahi kuambiwa hatajisaidia chochote. Wanaviongea. Nachuzimarira kwamba hautajisaidia chochote. Abo bantu nabo basha bafite. Hao watu wanakuwa hawana uwezo. Turi kumwe n'Imana. Sisi tuko pamoja na Mungu. Uzababwira uti hari icyo mutazi. Uje kuwajibu na kuambia kuna kitu hamjui. Turi kumwe n'Imana. Tukiwa pamoja na Mungu. Ibintu byose biba biri ku murongo. Vitu vyote vinakuwa kwenye mstari. Mu mwanya gusa ubutebaganye gatoya. Katika muda wa kuchelewa kidogo. Hari abantu batari bazi kuzarenga n'igihugu. Kuna watu walikuwa wanajua sitapita hata inchi hata boda. Musi zo posting ga pictures abana. Batanga post ka picha wataona kuna mabadiliko. Wataona watakusalimia na heshima kubwa sana. Bakubona hariya walikuwa na kuona kule. Wanamutelefona akabona kari kintu giye kumwaka. Hata ukimpigia naona kwamba kuna kitu tunaenda kumwomba. Hari umuntu wandikira message mu gatondo akakwishura ku mugoroba. Kuna mtu naandikia ujumbe asubuhi na kujibu jioni. Yabuze cyakora ama programa yiwe yayarangije. Yani akiwa amekosa cha kufanya ratiba zake akiwa amezimaliza. Akamubwira ko yakubwira ko yafatiriwe. Yani nakwambia ameshikana kwa kweli. Yani vimemtatiza. Message watari bwabone. Yani ujumbe wako alikuwa hajaona kwenye WhatsApp. Numwanya gusa mutowe. Katika muda mfupi wa mbele. Uzumuntu akubwira iryo jambo. Unajua mtu akwambia neno hilo? Mwandikia ka message. Unamtumia ka ujumbe. Akwishuye rimwe akabaragiye. Yani anakujibu mara moja na abona ko ari ibindi bintu ugomba kumwaka. Yani anazania ni vitu anataka kumuomba yeye.
ubu nanje ibihe nivyagenda neza nyandikira na mimi nyakati zikiwa nzuri bishura ama programa yanje nayamaze nitakuja kuwajibu programu zangu nikiwa nimezimaliza hivyo ndivyo itakavyokuwa. Shabo bana ugahagarara ari ugapostinga gafoto ngo hello, unasimama kule unakaposti kapicha unasema hello, kwandikira ka message gatuje unakatumia ka ujumbe ka utulivu kweli. Anje nyamanza nkamwishyura icyumweru gishize na mimi nitakuja kumjibu wiki kimeisha kweli. Nta kundi biri bugende nuko hakuna vingine itakavyofanyika, ni hivyo kweli. Hamura tarazi kuzarenga umupaka ngo ve hari watu wanazania kwamba utapita boda, ariko kubera Imana idukunda, lakini kwa sababu ya Mungu anayetupenda, kubera imbaraga z'Imana, kwa sababu ya nguvu za Mungu, iraguterura ikagukura hariya, anakubeba na kukutoa kule, kagutereka kwindi escalier, naye anakuweka kwenye stairs nyingine, na pia anakuinua tena, na pia anakuinua tena, bagasigara bakurebera hariya, baki kukiangalia katika kiwango kingine kule mbali zaidi. Haleluya, haleluya. Imani dufitiye imigambi y'agatangaza. Mungu ana mipango yetu ya ajabu. Dufitiye imigambi y'agatangaza. Mungu ana mipango kwetu ya ajabu. Kandi yakoze biriya n'ibindi. Aliyefanya yale na mengine atayafanya. Imana yatumye ushika hapa. Mungu aliyefanya ufike hapa. Na handi tuzahaje. Hata sehemu nyingine tutafika. Haleluya, haleluya. Haleluya. Andika diaspora. Unaandika diaspora. Ntabwo ndurira indege. Sijawahi panda ndege. Ariko umunsi nzayurira. Lakini siku nitakayopanda ndege. Amen. Amen. Kuva mu gihugu gushika ino naje n'imodokari. Kutoka nchini kwangu kufika hapa Kenya nimekuja na gari. Niturije pole pole. Nikiwa nimetulia pole pole. Tunaona kuumviriza umunyanga w'indege. Nikasema kwa mara nyingine ni kusikia utamu wa ndege. Kandi Imana izabikora. Na Mungu pia atayafanya. Na gihe kinini gisigaye. Hakuna kipindi kirefu kiko mbele. Imana izaburiza indege. Mungu atapandisha ndege tuondoke. Tembere no mu bindi bihugu. Tutembee hata kwenye nchi jirani. Haleluya. Haleluya. Mimi tutazava no muri Afrika. Tutoka siku moja Afrika. Hata tuelekee Asia. Tubabaza utahanihe. Yaani wanakuuliza hapa ni wapi? Uzababaza. Yaani waulize hapa ni wapi? Kandi muje mu posting udufoto mwe. Na pia mpende kuposti tu picha. Muje mu posting udufoto. Msisahau kuposti tu picha. Muhagaza ahantu. Mkiwa mmesimama sehemu nzuri kabisa. Abantu bo mwisi bashatse baragusuzugura. Watu wa dunia wakitaka wanaweza kukuzalau kweli. Barakureba uko wambaye. Yaani wanakuangalia muonekano wa mavazi yako. Siwe vyarahura. Wanasema wewe kabisa kumbe gaciye mwo gusa. Lakini kamepita kampito kadogo. Bakurebera nka hariya. Yaani kipindi kidogo anakuangalilia mbali. Haleluya. Haleluya. Nugukiranuka gusa. Ni kuwa muhaki mbele za Mungu. Nugukiranuka gusa. Ni kuwa muhaki mbele za Mungu. Abantu badufungira imipaka sha. Watu wa kutufungia mipaka jameni. Inzira zacu zirononekara. Njia zetu zinaribikiana kweli. Satani nicho jejwe. Shetani ndiyo kazi yake. Jejwe kuonona umuntu, kuononera umuntu. Yaani kazi yake ni kuharibu mtu. Imana biyatuvuzeho ibintu bihambaye cyane. Mungu anakuwa ametutamkia vitu vizito sana. Bikomeye. Mungu anakuwa ametamkia vitu vikubwa zaidi. Ariko kubera Satani. Lakini kwa kuwa na shetani niwe tubyongera gusa. Yeye ndiye anayetuchokoza peke yake. Yeye ndiye wa kutuharibia vitu. Ariko ko wamenye Imana. Lakini kwa kuwa ulimjua iraza kugucira inzira. Atakuja kufungulia njia. Ibintu bisubire bije ku murongo. Vitu virudi kwenye mstari tena. Inzira zisubire zibone neza. Njia zipatikane vizuri. Zisubire zibone neza. Ziwe safi njia vizuri. Zibone neza nkuko vyategerezwa kuba. Yaani viwe sawa kama ilikuwa. Abo bantu ntabo basha bakiduha. Hao watu hawana uwezo juu yako tena. Bila mugenzi watu abo bantu ntabo basha bakigufa. Ambaye jirani yako hawana uwezo watu hao tena. Katika jina la Yesu. Abo bantu baje batusuzugura. Hao watu wakutuzalau nyakati za nyuma. Bagiye kutunamira. Watakuja kutuinamia tena. Bazakunamira bana. Watakuinamia hao watu. Igihe nkikiri ku ishuri. Kipindi kimoja shuleni. Mejeje amashuri manuka Bujumbura. Nilipomaliza masomo nikashuka Bujumbura. Bumvise ko ndugana. Waliposikia kwamba nifuka amashuka mashasha. Kwamba nitarudi Sangara amashuka mashasha. Utwasi twose turi kwiremba bakubu. Nikapata shuka zimenunuliwa. Leo niumva uri indege uragiye. Na wanaposikia leo utapanda ndege na unarudi kule. Inzu bazayisiga yandi marangi. Yaani nyumba itapakwa marangi. Inzu bazayisiga yandi marangi. Zitapakwa rangi nyingine. Kumva gusa ko watashi. Yaani kusikia tu umerejea nyumbani. Inzu bazayisiga yandi marangi. Nyumba itapakwa marangi zingine. Haleluya. Haleluya. Ubwo n'ubuntu bw'Imana. Hiyo ni neema ya Mungu. Kubera kugororokera Imana. Kwa sababu ya kuwa muhaki mbele za Mungu. Kubera kugendana na Yesu. Kwa sababu ya kutembea na Yesu peke yake.
yake. Yesu nta yindi ntumbera aba yafite. Yesu hana malengo mengine. Ni kugira ngo ubeho neza. Ili wewe ukaishi vizuri. Ni kugira ngo ubeho wishimye. Ili wewe ukaishi kwa furaha. Ni kugira ngo ubeho ufite amahoro. Ili ukaishi kwa amani na salama. Ubeho ufite umunezero. Yani uishi ukiwa na salama. Haleluya. Haleluya. Ibintu biraza kugenda neza. Vitu vitakuja kugeuka kuwa vizuri. Wenda vyumve ibintu biraza kugenda. Ninavisikia ndani yangu. Na kanya gatoya gusa. Ni muda mfupi pekee. Ibintu biraza kugenda neza. Vitu vitakuja kubadilika vizuri. Amen. Tegereze gusa. Ukangoje tu kidogo. Birivuga ngo murindire mwihangana. Biblia inaeleza tungoje kwa kuvumilia. No kwihangana. Ni kuvumilia. Kwihangana navyo. Kuvumilia na venyewe. Kugwa n'ububasha mwe nababwira. Yani vinafanywa na uwezo. Kugwa n'ububasha bwo gusenga. Vinafanywa na uwezo wa kuwa. Kwihangana si kintu kiba cyoroshe mu muntu. Yani kuvumilia si kitu cha kawaida ndani ya mtu. Dutegwa n'ibintu bitandukanye. Tunashambuliwa na vitu vya aina tofauti. Ariko ko twagira ubuntu tugahabwa ububasha. Kwa sisi tumepatiwa neema na kwihangana gusa. Ya kupewa na hizo nguvu ni kuvumilia. Umuntu agategereza. Mtu anapata kungoja. Na masaa matoya gusa. Haleluya. Katika muda na masaa machache. Na masaa matoya gusa. Katika masaa machache. Inzira zikafunguka. Njia zinafunguka. Ibintu ukabibona neza. Vitu unaviona vizuri. Haleluya. Haleluya. Ukumva indirimbo. Yani unahisi nyimbo ndani yako. Abisi bagerageza kurondera umunezero. Watu wa kidunia wana mbinu za kutafuta furaha ndani ya dunia hii. Imani itaguhaye umunezero. Mungu bila kukupa furaha wewe. Umunezero w'isi ntuba. Furaha ya kidunia haipo. Nazagira umuntu akubesha. Asiwepa mtu akudanganye. Hari ukuntu burahana. Kuna namna unakuwa sehemu fulani. Kumva wibereye muri haleluya haleluya. Yani umo ndani ya haleluya haleluya kabisa. Nta soda wanyoye. Bila soda kuitumia. Wanabwiriwe. Na pia umeshinda njaa. Muga imani ifitani gutereka. Lakini kuna sehemu Mungu anakupeleka kuingiza mu munezero. Mungu ana namna nyingine kuingiza kwenye furaha. Haleluya. Amen. Imani irafite ukuni kujana ahantu yonyene ubwayo. Mungu ana namna ya kupeleka sehemu kumvuri mu ndirimbo. Mwenyewe na unasikia shukrani na unahisi ndani ya nyimbo na ndani ya furaha isiyo kawaida. Haleluya. Amen. Mureke Imana bari bidukorera ibintu. Acheni Mungu atutendee mambo. Mureke Imana bari bidukorera ibintu. Acheni Mungu awe wa kututendea mambo. Inzira z'Imana ni nziza. Njia za Mungu ni nzuri kwetu. Inzira z'Imana ni nziza. Njia za Mungu ni nzuri. Haleluya. Amen. Umunezero uva ku Mana ni furaha itokayo kwa Mungu ni nzuri. Igihe nari Bujumbura. Wakati nilikuwa Bujumbura. Hari ahantu twege baje kububale kunywera inzoga. Bagaserebura bigakomera. Kuna sehemu ilikuwa inafanywa celebration. Mu mwanya umwe batashi n'abantu mu modoka. Kwa mtu mwingine waliporejea nyumbani na watu bagenda baratambira mu modoka. Uchezea ndani ya gari. Mu mwanya umwe biri kuvya gatoya. Yani kwa muda mfupi ikabadilika hali. Numwe yarokotse. Hakuna mtu aliyeponea mahali hapo. Umunezero isupanze gute. Nikasema hii ni furaha ya dunia ndio malipo yake. Isi nta munezero ifite. Dunia haina furaha kama. Hazakira umuntu kubesha ngisigira umunezero. Asiwete uwepo mtu wa kudanganya. Ariko Imana irafite ahantu kujana. Lakini Mungu ana sehemu Imana irafite inzira gucisha mu munezero wake anakupitisha katika furaha ya kweli. Nibyo Biblia yavugaga. Ndivyo Biblia ilikuwa ikieleza. Abisi yo bavuza abisi. Watu wa kidunia wakisema watu wa kidunia. Abantu bari mu isi. Watu walioko ndani ya dunia. Umunezero wao ntuba ari uwo munezero. Furaha yao si kwamba ni furaha kamili. Bagira umunezero mu mwanya ukaba mu ibyago. Yani wana furaha lakini kwa muda mfupi inageuka kuwa taabu tena. Ariko nagomba ko wumva ko Imana ari ibikeneye kugira uko bitwara. Lakini nahitaji uelewe kwamba Mungu yeye ndiye muhusika, ajue namna unavyovipeleka. Cyumweru mba ndi mu ngoro y'Imana. Jumapili lazima nipatikane ndani ya nyumba. Mafaranga yananiye kurondera gushika kwa gatandatu. Pesa imenishinda kutafuta toka Monday mpaka Saturday, imekataa kweli kweli. Imekataa. Ku cyumweru uri mu ngoro y'Imana. Jumapili inafaa uwe ndani ya nyumba ya Mungu. Ni itegeko. Ni lazima kwa kweli. Ni sheria. Ni itegeko ko uri mu ngoro y'Imana. Ni sheria, lazima ukawepo ndani ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Amen. Nuko bikwiye kugenda. Hivyo ndivyo inafaa kufanyika. Uzikuru uzikitunga uturirondera kabiri naryo rikwica. Unajua utajiri unautafuta kwa bidii, la pili inageuka kukuua kweli. Itunga rirashobora kukwica. Utajiri unaweza kukuua kweli. Umupapa umwe yarafite imodokari. Baba mmoja alikuwa na gari. Atashe mu rugo. Aliporejea kurudi nyumbani kwake. Ukuntu rero umudamu namna ya mwanamke haza guhobera umugabo n'amabizo menshi. Anakuja kumlaki mume wake, kumkumbatia na busu nyingi. Haza kureba mu ikapu utwamwa mutahaniye n'abana. Yani kuja kuangalia kwenye butu ya gari vitu amemletea. Ahagaze inyuma y'imodoka. Alipo simama nyuma ya gari. Kwera umugabo sinzi ko yibagije umudamu kari nyuma y'imodoka. Sijui kama amealihisi mume wake kwamba guparika imodoka ngasubiza inyuma. Akaja kuipaka. Kule nawe yiyunamiye mu ikapu gutora yutuntu na mwanamke wake ameinama katika butu ya gari kuangalia vitu bwana yake amemletea. Asubiza inyuma reverse nini? Na akapiga reverse ya gari mume wake. Mugore we baramwishe. Mke wake akawa amemuua tayari. Iyo modoka yari ndakeka yesa isira ko essence itayiturira.
Mimi nahisi gari siku hiyo ilimwagiwa mafuta na ikateketezwa kweli. Modokari mwici umugore. Gari iliyomuulia mke wake. Modokari mwici umuntu yikundira. Gari iliyofanya mauaji ya mtu anayempenda. Itunga rashobora kwica. Utajiri unaweza kuua mtu bado. Nta mpamvu rero guhera kuwa mbere gushika ku hakuna sababu ya kuanzia Monday mpaka Jumapili. Vyanse gushika kwa gatandatu. Vikiwa vimekataa mpaka Saturday. Ni lazima ukawepo ndani ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Amen. Amafaranga ni turayakenera. Pesa tunazihitaji kwenye maisha. Ariko Biblia iravuga ati bibabuza gusenga. Biblia inasema vya kuwakosesha kuomba vitawakosesha uzima wa milele. Haleluya. Amen. Ibikubuza gusenga. Vitu vya kukuziwia kuweza kuomba. Bishobora kukubuza n'ubugingo budashira. Na vinaweza kukuziwia uzima wa milele. Biblia irimo amajambo. Biblia ina maneno ndani yake. Iki cyambere kiri muri Biblia. Kitu cha kwanza ndani ya Biblia. Ikwigisha gukiranuka. Yani inakufundisha kuwa mwigisha kumenya inzira unyuramo. Inakufundisha kutambua njia ya kupitia. Yigisha umuntu. Inafundisha mtu. Biblia yigisha umuntu kwambara. Biblia inafundisha mtu. Biblia ishobora kwigisha kuraba. Biblia inaweza kufundisha Biblia kwigisha gufungura. Biblia inaweza kufundisha Biblia yigisha ibintu byose. Biblia inafundisha ariko ikintu kirimo muri Biblia cha mbere. Lakini kitu cha ndani ya Biblia cha kwanza ni gukiranuka. Ni kuwa muhaki. Ni kugororoka. Na ni kuwa mwenye haki mbele za Mungu. Ntihagire ikintu kikubuza gusenga. Siwepo kizuizi cha kukosesha. Umuntu mwicaranye ati ntihagire ikintu kikubuza gusenga. Ambia jirani yako siwepo kizuizi cha kufanya usiombe. Kisiwepo kizuizi cha kufanya usiombe. Biblia gusenga. Biblia inasema kizuizi cha kufanya usiombe vitakukosesha pia uzima wa milele. Haleluya. Yalikuwa ni hayo maneno ya Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Yalikuwa ni maneno hayo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Mungu ametupa uwezo wa kuomba. Mungu ametupa na akili ya kuweza kutawala moyo wako. Na pia ukatambue jambo gani ukalifanya. Na ukatambue jambo gani ulifanya. Ujue kitu gani ama namna ya kuongoza moyo wako. Yalikuwa ni haya maneno ya Mungu. Waliowasikia wote Mungu akawabariki.